tumekuwa tukienenda pasipo kuwa na hofu ya Mungu. Tumekuwa tukienenda katika maisha yetu pasipo kuwa na hofu ya Mungu. Tumejikuta ni watu wa kujiongoza, kujiendesha na kujifanyia mambo tunayoyahitaji sisi wenyewe. Ndio maana somo letu linasema tuenende kwa hofu ya Mungu, tukijua wazi kwamba sisi sio wa kukaa muda mrefu duniani, bali sisi ni wasafiri. Na hiyo unaiona katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 21. Hii ipo katika somo letu la pili. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 21. Anasema, ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni, nanyi fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha, dhahabu, pate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama mwana-kondoo aliye hai, asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla hajawekwa misingi ya dunia, lakini alifufuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu, ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema tuenende kwa hofu. Hofu ni nini? Sifu Yesu Kristo. Hofu ni nini? Hofu ni tofauti na uoga. Uoga ni kuogopa. Lakini hofu ni nini? Mpaka maandiko yanasema tuenende kwa hofu mbele za Mungu. Hofu ni wasiwasi. Hofu ni wasiwasi. Mungu anakuhitaji kijana ulioko hapa. Mungu anakuhitaji mama ulioko hapa. Na Mungu anakuhitaji binti ulioko hapa. Uenende kwa hofu katika maisha yako yote unapokuwa bado upo duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Manake kwa mujibu wa somo hili linakufundisha kwamba wewe sio mkazi wa wapi? Wa duniani. Wewe sio mkazi wa wapi? Wa duniani. Manake wewe ni msafiri. Na ndio maana maandiko yanasema uenende kwa hofu. Na hofu ni wasiwasi. Mungu anakuhitaji mama, kijana, baba, dada ulioko hapa, uenende kwa wasiwasi. Uenende kwa hofu. Sifu Yesu Kristo. Lakini Wakristo wengi imekuwa ni shida kuenenda kwa hofu. Wengi tumekuwa ni watu wa kuenenda vile tunavyotaka. Si watu wa kuongozwa na Mungu, bali tumekuwa ni watu wa kujiongoza sisi wenyewe. Na ndio maana tunajifanyia mambo yetu sisi wenyewe. Sio mambo yale ambayo yanaamuliwa na Mungu au yanaamuliwa na kanisa. Na ndio maana tumejikuta hatuna hofu na wala hatuna wasiwasi na nani? Na Mungu. Kwa sababu tumejikuta tunajitawala sisi wenyewe. Na kitendo cha kujitawala maana yake ni kitendo cha kuongozwa na mwili. Kwa kuwa mwili na roho ni vitu ambavyo vinakinzana. Sasa kama hatutaki kuenenda kwa mpango wa Mungu, maana yake tunaenenda. Tukienenda kwa mpango wa Mungu tunaenenda kwa roho. Lakini tukienenda kwa mazingira yetu na kwa taratibu zetu, maana yake tunaongozwa na nini? Na mwili. Na tukiongozwa na mwili, maana
yake, mazingira yake ni kutufanya tuingie katika hukumu, lakini tukiongozwa na Roho, maana yake tutakuwa hai. Na ndio hiyo unayoiona katika kitabu cha Warumi 8 ule mstari wa 13. Warumi 8 mstari wa 13. Tukiongozwa na mwili tutaipoteza miili yetu na roho zetu, lakini tukiongozwa na Roho tutakuwa hai. Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 13. Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 13. Anasema, kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Maana yake ni nini? Kwamba kama tukijiongoza sisi wenyewe, maana yake tunaongozwa na mambo ya mwili. Maana yake tukifa hatutakwenda katika uzima, bali tutakwenda jehanamu. Lakini tukiongozwa na Roho tutaishi, kwa maana tutakuja kuunganika na Kristo katika ujio wake katika siku za nini? Za mwisho. Maana yake tutakuwa hai. Na ndio maana maandiko yanasema enendeni kwa hofu. Lakini leo sisi hatuenendi kwa hofu, tunajiendesha sisi wenyewe. Na kitendo cha kujiendesha sisi wenyewe, maana yake tunaenenda kwa mapenzi ya nini? Ya mwili. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kuenenda katika hofu maana yake ni nini? Kuenenda katika hofu, Biblia inasema enendeni kwa hofu. Na hofu ni wasiwasi. Kwa nini tuenende kwa hofu? Maana yake ni nini kuenenda kwa hofu? Kuenenda kwa hofu ni hali ya kuhofia kutokutenda jambo lolote la kumuumiza Mungu. Ni kuhofia kutokutenda jambo lolote la kumkwaza Mungu. Na ndio huko ambapo Mungu anasema uenende kwa nini? Kwa hofu. Kuenenda kwa hofu ni kutokutenda jambo lolote pasipo kumkwaza nani? Mungu. Maana yake ni nini? Unataka kuiba ndio, maana yangu ni hii, unataka kuiba ndio, lakini kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya wasiwasi, unashindwa kufanyaje? Kuiba. Tayari hiyo ni hofu ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu ya hofu ya Mungu inakupelekea wewe usifanyaje? Usiibe. Lakini usipokuwa na hofu ya Mungu, usipokuwa na wasiwasi, kinachofuata utafanyaje? Utaiba. Usife Kristo. Na ndio maana Biblia inasema enendeni kwa hofu katika wakati huo kukaa kwenu wapi? Duniani, kwa kuwa ninyi ni wasafiri. Unataka kuiba ndio, lakini kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya wasiwasi, ule wasiwasi na ile hofu, maana yake inakufanya wewe usifanyaje? Usiibe. Badala yake unaacha. Sasa kitendo cha kuacha ni hofu. Unaogopa, unamwogopa Mungu. Nikiiba hichi kitu ni nini? Ni dhambi. Nikiiba hichi kitu namkosea nani? Mungu. Unaingiwa na wasiwasi. Lakini ukiiba maana yake hauna wasiwasi na nani? Ukitenda jambo lolote lisilofaa maana yake hauna wasiwasi na nani? Na Mungu. Unataka kuzini ndio, unataka kuchepuka ndio, lakini kwa sababu ya wasiwasi, kwa sababu ya hofu, ile hofu inakupelekea usizini, ile hofu inakupelekea usichepuke. Lakini ukichepuka maana yake hauna nini? Hauna hofu ya nani? Ya Mungu, wala hauna wasiwasi. Na hicho ndicho kinachotufelisha sisi Wakristo wengi. Wakristo wengi hatuna hofu katika maisha yetu, na ndio maana tumejikuta tunafanya vitu bila kuhofu kwamba Mungu anasema nini, bila kuhofu hukumu ya nani? Ya Mungu. Lakini tujifunze pia Yusufu alikuwaje. Tumsifu Yesu Kristo. Yusufu, ukisoma katika Biblia, Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Alipouzwa akauzwa mpaka kwa wana wa Ishmaeli. Wana wa Ishmaeli wakamuuza Misri. Na alipouzwa Misri, Yusufu alipendwa na mfalme wa Misri. Na mfalme wa Misri alikuwa na mke wake tena mzuri, lakini Yusufu akapewa mamlaka ya kutawala katika ikulu. Na
na akapewa nafasi kubwa, lakini mke wa Farao akamtamani nani? Yusufu. Na siku moja sasa akamkaba Yusufu, akasema, Yusufu, nataka kutoka na wewe. Lakini Yusufu akamwambia, kwa hofu ya Mungu, kwa wasiwasi na namna ninavyomjua Mungu, mimi siwezi kutenda jambo hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo naiona katika Mwanzo sura ya 39. Mwanzo 39. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanzo 39. 39 mstari wa 7 hadi wa 9. Mwanzo 39 mstari wa 7. Mstari wa 7. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala na mimi. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mikononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa? Nikamkosee Mungu? Niufanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu? Kumbe Yusufu alipata nafasi kama nilivyosema, lakini mke wa mfalme akampenda nani? Yusufu. Lakini kwa sababu ya hofu ya Mungu, Yusufu akasema, Bwana, mimi siwezi kutenda ubaya wa namna hii nikamkosea nani? Ni kwa sababu ya nini? Ya wasiwasi. Niambie, kwa vijana wa leo, ni nani ambaye mwanamke anasema, mimi leo nakuhitaji, nataka nitoke na wewe, akatae? Vijana tuko? Yaani leo msijana nakwambia leo, na unajua ni mtu wa mtu anasema leo, Bwana, nataka nitoke na wewe kwa vyovyote vile. Na tena inawezekana ni mke wa bosi wako ambaye amekukabidhi ligneti. Akakukabidhi mashine, akakukabidhi vifaa vyote. Alafu mke wake anakutaka wewe. Eza wewe ni mvuvi, mke wake anakutaka wewe, anasema leo hii nataka nitoke na wewe, unasemaje? Lakini Yusufu kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya wasiwasi, akasema siwezi kufanya jambo hili hata siku hii. Na ndio hiyo ambayo maandiko yanasema enendeni kwa hofu katika wakati wa kukaa kwenu hapa duniani. Maana yake ndio hiyo kwamba kila jambo lolote ambalo ni la kumkwaza Mungu, usisubutu kulitenda kwa uwepesi. Tengeneza hofu, tengeneza wasiwasi, ili neema ya Mungu izidi kuwa pamoja na wewe. Kwa kuwa usipoenenda kwa hofu, wakati haujui ni saa ipi, ni wakati upi ambapo utakufa. Pengine wakati wa kufa utakapofika, hujui ni muda gani, hujui ni wakati gani, na wewe umeishi pasipo hofu. Unadhani utaingia katika mbingu? Hauwezi kaingia katika mbingu hata saa hii, hata saa moja. Na ndio maana Mungu anajaribu kukuelekeza wewe, ambaye wewe ni msafiri. Msafiri siku zote hanaga makazi, hana muda maalum. Msafiri ambaye leo amekuja Msekela anategemea baadaye aondoke aende Kilambo, aondoke aende Kapumpuli. Maana yake na sisi ni wasafiri ambao leo upo, kesho haupo. Enenda kwa hofu. Enenda kwa hofu. Usifanye kila kitu kwa kujiachia. Wamama tuko hapa tunafanya vitu kwa kujiachia. Vijana tuko hapa tunafanya vitu kwa kujiachia. Ni kama Mungu hayupo. Wababa tuko hapa tunafanya vitu kwa kujiachia, ni kama Mungu hayupo. Sasa Mungu hataki uenende hivyo. Mungu anataka uenende kwa hofu.
Na kwa nini Mungu anataka uenende kwa hofu? Kwa nini Mungu anataka uenende kwa hofu? Mungu anahitaji uenende kwa hofu kwa sababu mwenendo wako anataka uwe ni mwenendo wa utakatifu. Kwa nini anataka mwenendo wako uwe ni wa utakatifu? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na sisi ni Wakristo ambao tunamuishi Kristo. Anataka na sisi tuwe nani? Watakatifu. Na ndio hiyo ambayo tunaiona katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Ikiwa Baba ni mtakatifu, maana yake na sisi tuenende katika nini? Katika utakatifu. Matendo yetu yaendane na nini? Na utakatifu. Tusipoenenda kwa hofu, tutajikuta tunamkosea nani? Mungu. Na ndio maana madhehebu yanafika mahali yanatuchamba. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua kwa nini wanatuchamba madhehebu mengine? Yaani hatuna breki. Hatuna nini? Hatuna breki ndio. Yaani tunafanya vitu limradi ni kufanya. Hivi mnadhani walokole wao waende kwa waganga? Lakini unaweza kugundua mlokole anapoenda kwa mganga. Unaweza kugundua. Yaani anaweza kaondoka hapo kama anaenda safarini, lakini huko akachepuka kwingine na utajua. Unajua kwamba hata walokole wanazidi. Unajua hilo? Lakini unaona wanakamata ovyo ovyo. Wanafanya kwa breki. Lakini sisi hatufanyi kwa breki. Yaani mama huyu anavunja nyumba ya huyu. Kila rahisi tu. Huyu mama anamvunjia huyu na anasema uende tukulia hivi vitu, uende tukulia. Tena anamwharibia mwenzake nyumba hapa na anasema uende tukulia. Kijana anamwharibia kijana mwenzake nyumba na anajitapa kijiweni na mka fulani. Toa mala huko, toa mala. Tumsifu Yesu Kristo. Sijui kama naeleweka hapa. Sasa maandiko yanasema enendeni kwa hofu. Na ninyi wa mama ukiwa unatoka hivi, heshima yako inapungua. Nadanganya. Sisi vijana wote tuna taratibu ya kukaa vijiweni. Ukikaa hapo, mimi ambaye nimetembea na wewe nisipokuwa na break na waambia kula wewe. Panzi. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu ambaye hana tabia hiyo anajua Agnes panzi na yeye mwenyewe sema okay, Agnes. Ndio kwa apitia na sema wewe tiani na mimi mwenyewe tiani. Na mwingine anachukua na mwingine anaenda. Hata kama ungevaa wakisiki ya sigani, umevaaje, umejilembaje, lakini kama tabia yako ni ya hofu, uenende kwa hofu, unapopita mitaani tu apisula ya vivi na najikaza wala ulichi sijui kama naeleweka hapa. Sasa enendeni kwa hofu. Enendeni kwa nini? Mama, jichunge. Hofu yako kwa ajili ya Mungu. Usikubali kutenda kisichofaa mbele za nani? Kijana, kwa sababu ya hofu ya Mungu usikubali kutenda kisichofaa mbele za nani? Na ndio hilo hata vijana na niwaambie kuna siku tutafundisha. Yaani kama vile ambavyo mwili unaambukiza magonjwa ya zinaa. Na katika zinaa hiyo hiyo kuna matatizo yanayopatikana katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho kwa sababu ya zinaa. Kumbe tuenende katika hofu. Kila kitu ni sisi. Kila kitu ni sisi. Kila kitu ni sisi. Ukija wafutaji ni sisi. Ukija watu tunaovunja nyumba ni sisi. Ukija watu wanaofanya wenye kiburi wenye matukano ni sisi. Enendeni kwa hofu. Enendeni kwa nini? Yaani hata kama Biblia inasema ufalme wa Mungu ni sawa na wavu unaotupwa baharini kukusanya samaki wa kila namna. Na ndivyo hivyo ambavyo kanisa leo linakusanya watu wa kila namna. Kolokolo watakusanywa, kambale watakusanywa, na nini ikala zinakusanywa, na miele anakusanywa. Maana yake ni nini? Leo hapa tunasali na wafutaji, leo hapa tunasali na wazinzi, leo hapa tunasali na wachawi. Ni kwa sababu ufalme wa Mungu nao unakusanya watu wa design hiyo. Lakini tuende kwa bleki. Lakini tuende kwa nini? Kwa bleki. Na wanakuwa ni vile vile sale, wanakuwa ni sale za kanisani anacheza. Anataka kila buni sale. Anataka sale ya kanisani takatifu sale. Ambapo Jumapili ametoka na ipigia ibada hapa. Anamsifu Mungu nayo. Hiyo hiyo utamtoka na hiyo hiyo kilabuni. Huyo hiyo. Akuje upate kilabuni. Bleki. Sifa Yesu Kristo. Tuenende kwa hofu. Kuingia mbinguni sio lele mama. Naendeni kwa nini? Kutukanwa, mnapozalalika, mnapofanyaje, tunalenga sisi wenyewe.
Walokole wanafika mahali wanaanza kutukana, wanaanza kukashifu. Sio kwamba wale ndio wana Mungu, kienda kule ndio sio kwamba ndio utakuta wana Mungu, yaani Mungu ameweka mikono hivi anaenda kumkamata, hakuna. Na sio kwamba wao hawatendi mnayoyatenda, wanatenda. Lakini ile hofu ya nani? Ya Mungu. Yaani mtu pakuwa katenda anawaza na anaanzaje? Lakini sisi ni fupi kiasi. Ni vijana ni fupi kiasi. Ni wababa ni fupi kiasi. Mpaka wapi? Tutaendelea kusalimika mpaka leo. Lakini kanisa Katoliki ni kanisa kubwa ambalo limeachiwa katika mamlaka ya Petro mwenyewe. Lakini leo ndio kanisa ambalo linaongoza Kolokolo, Ikala, yani tuenende kwa Blake. Tumsifu Yesu Kristo.